Mungu ana maana ya kwamba kila mwanadamu ana viungo 7 vinavyopaswa kumsujudia yeye Mungu mmoja wa pekee, na kupitia hivyo viungo 7 alivyo navyo huyo mwanadamu, hatakiwi huyo mwanadamu kuvitumia hivyo viungo kumsujudia mwanadamu mwingine yoyote ama chochote kisichokuwa Mungu wa pekee, na sio misikiti. Labda kama tutatumia misikiti kwa kanuni zingine za tafsiri ya Qur'an, kwa maana Qur'an nayo inatafsiriwa kwa kanuni nyingi, lakini main point kabisa ya pale ni vile viungo 7 vinavyomsujudia Mwenyezi Mungu. Kwa hivi viungo 7 pia huwa vinatumika kwenye nini? Kwenye meditation, katika kutafuta nguvu ya ziada, nguvu ya kiroho. Kwa hiyo unaweza kama umekutana na mtaalamu mwenye hayo mambo akwambia, sasa kwa wewe jinsi ulivyo na kwa wewe ulivyo kwa 1 2 3, basi wewe unapaswa kuingia kwenye saa ya kamali, usiingie kwenye saa nyingine. Ingia kwenye saa ya kamali, fanya meditation yako. Wewe utaratibu wako hivyo, vitu kama hivyo. Nafikiri hapo nitakuwa nimeeleweka, nisiendelee sana. Takuharibuni. Sawa? Kwa hiyo hapa ni tumeelewa kwamba kila kaukabu ina joto, ukavu, nyevunyevu, baridi, na tukaona kwamba neno anasuri ni nini na neno tabai ni nini. Na sasa tunaendelea. Anasema tofauti kati ya Waarabu na Wahindi. Sawa? Anaenda sasa. Tofauti kati ya Waarabu na Wahindi. Waarabu huzingatia zaidi herufi, majina na maandiko. Sawa? Hapa hatuelezi ile tofauti ya kwanza, anatueleza katika matumizi. Tumeona matumizi ya Waarabu na Wahindi wanavyozitumia hizi kaukabu na zile herufi, na sisi tumezisoma kwa sababu kwamba bado zinakuja kunasibiana na zile shikeli zetu. Sawa? Kwa hiyo anasema katika pia haya matumizi, Waarabu huzingatia zaidi herufi, majina na maandiko. Naam, kwamba Waarabu huzingatia zaidi herufi, majina na maandiko, kwa maana nia. Mfano ukiandika, anaposema maandiko anamaanisha kwamba